watu watamuona kiwanjani, kwa hiyo kila kitu kitaendelea. Sasa wakati huo tunafikiria kuwaleta waamuzi kutoka nje wachezeshe kwenye dabi, huoni kama tunawafunika waamuzi wetu wasiweze kuonekana kama wana ubora huo na kukosa kushiriki kwenye michezo mingine huko nje ambayo inawezekana maana kubwa sana kwao? Of course dabi ni dabi, ingawa mechi zote zina hadhi sawa kwa sababu zote za ligi kuu, lakini inapokuwa swala ya dabi linabakia dabi kwa sababu linavuta hisia za watu wengi, hisia za utangazaji pia navutiwa, hisia za viongozi wa timu, hisia yani watu wengi kwa jumla. Yani hata wewe hapo manake unanionyesha tofauti kati ya dabi na isiyokuwa dabi, lakini zote ni ligi kuu. Timu nyingine zote ni za ligi kuu, lakini wewe hapo ulipo kwa kunuliza haya inaonyesha kwamba kuna utofauti kwenye dabi. Huku kwa nini iwe upande mmoja sisi tunachukua waamuzi ambao wanakuja huku na sisi wakwetu hawezi kwenda sehemu nyingine kutengeneza thamani? Hilo ni watu tu wamejipanga vipi na utaratibu vipi watakaoamua. Huo ni ushauri tu wako, umetoa kila mmoja na ushauri wake. Abdi. Yes. Habari ya muda huu? Nzuri. Uko live kabisa kutoka Like Media Dar es Salaam. Naam, tumekupigia mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Sudi Abdi ili tuweze kufahamu kuhusiana na yale ambayo yanazungumzwa kwa sasa kwamba kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kutakuwa na waamuzi wa kigeni. Pengine ili ungetusaidia kutuweka sawa sawa, hii taarifa ikoje? Sisi bado hatujatoa taarifa. Sasa hao sijui wamepata wapi, lakini sisi bado wakati wa kutoa taarifa bado, tutakapofika tutaeleza uhalisia wenyewe. Unaposema bado kutoa taarifa, pengine ni kwamba mipango yenu ikoje sasa? Tuna mipango mingi, tunaangalia uzito, tunaangalia faida zake, hasara zake, yani yote kwa pamoja, na tukaangalia uzito wa mechi yote, tunafanyia tathmini ili tuone nini kifanyike. Lakini tathmini katika michezo iliyopita, hasa michezo ya dabi, mlitathmini bila shaka na mliona kuna dabi ile ya kwanza ambayo ilichezwa Zanzibar, lakini kabla ya dabi ya Zanzibar pia kuna dabi zingine ambazo zilipita kwenye kanuni ya 3971 ambayo inaruhusu waamuzi kutoka nje pia kuweza kutumika kwenye ligi. Tathmini pia ya waamuzi wale ambao walichezesha dabi ile ambayo iliruhusu waamuzi wa kigeni kushiriki kwenye dabi, tathmini yenu ilikuwaje? Tathmini yetu ni kwamba ilipunguza malalamiko. Kwa hiyo na hili sasa hivi pia linafanywa kazi kuona vipi itakuwa, kwa sababu tunatafuta kilicho bora zaidi. Kwa hiyo yote haya tunaangalia, ikifika mahali basi tutapata huyo tu ambaye tumempendekeza, then mchezo utachezwa na watu watajua kabla ya mchezo bila shaka, na watu watamuona kiwanjani, kwa hiyo kila kitu kitaendelea. Kwa hiyo tathmini ya waamuzi wa kigeni waliochezesha walikuwa wamepunguza malalamiko kwa kiasi kikubwa. Kiasi kubwa walipunguza malalamiko. Lakini vipi kuhusiana na mchezo wa dabi uliochezwa pale New Amani Zanzibar? Mliwatumia waamuzi wa Kitanzania. Maamuzi haya yalikuwaje wakati waamuzi mchezo uliopita wa dabi walikuwa wameamua waamuzi kutoka nje na mkasema baadaye watumike wazawa? Maamuzi hayo mliyafikiria kwa kiasi gani ya mchezo wa dabi ya Zanzibar? Hiyo kanuni uliyotaja wewe inaruhusu kutumika waamuzi wa ndani au inaruhusu kutumika waamuzi wa nje. Zote ruhusa hizo zipo kwa mujibu wa kanuni ambayo wewe mwenyewe umeitamka. Ndio. Kwa hiyo hakuna kutuuliza kwa nini hapa umetumia wa nje, kwa nini hapa umetumia ndani, kwa sababu wote wanaruhusiwa kikanuni. Kwa hiyo yote yule atakayechezesha aidha awe nje ama awe ndani, bado kanuni inaruhusu hivyo. Kwa hiyo ni vigumu kusema kwa nini naamua kuchezesha ndani. Haina maana kwamba kila mchezo utachezesha na waamuzi wa nje. Hapana, mchezo mwingine utachezesha na waamuzi wa ndani. Ukiona kuna haja kufanya hivyo, kuiagiza waamuzi kutoka nje, tutafanya.
Nimeuliza hivyo kwa sababu najua mlifanya tathmini ya waamuzi waliochezesha mchezo, wale waamuzi kutoka Misri. Pengine mkajua pengine waamuzi wa Kitanzania pengine wamejifunza, wanawezekana kwenye dabi nyingine wakafanya vizuri zaidi, kwa mkaamua sasa mwarudishe wenyewe tena, au ilikuwaje hiyo, au mlifikiria tofauti? Hiyo hatuwezi kulizungumza, maana hapo tutaka nikueleze performance ya waamuzi wetu ilivyokuwa. Kiufupi ni kwamba ni kusema tu kwamba mechi zinatofautiana. Inaweza kuwa timu hizo wachezaji wale hawajabadilisha hata mmoja, wachezeshe leo wachezeshe na kesho, haiwezi kuwa mechi iko sawa. Leo watacheza hivi, kesho watacheza pengine, leo kutakuwa na matokeo haya, kesho inawezekana akatokea matokeo mengine au mengine akajirudia yale. Kwa hiyo huwezi mtu ukajifunza kwa siku moja tu peke yake. Kuna mambo mengi katika mpira, yako mengi mno. Kwa hiyo yote haya yanatakiwa afanye kazi, yanatakiwa kutoa na uweledi wa kuyafanya, lakini pia kuyafanya katika njia iliyo bora, ili kuweza kwa mwisho wa siku timu itakayoshinda au timu ikitoka sare, basi kila mmoja aridhie kwa kile ambacho anatoka nacho. Watu wanasema mara nyingi waamuzi wanapata heshima kubwa ya kuwa waamuzi bora pale wanapochezesha mechi za dabi. Na pengine kuna wakati hata kuchaguliwa kwenye michezo mingi mikubwa, AFCON, CHAN na michezo mingine, kombe la dunia, inaweza katokana na kwenye dabi, mwamuzi kachezesha kwenye dabi. Sasa wakati huo tunafikiria kuwaleta waamuzi kutoka nje wachezeshe kwenye dabi, huoni kama tunawafunika waamuzi wetu wasiweze kuonekana kama wana ubora huo na kukosa kushiriki kwenye michezo mingine huko nje ambayo inawezekana maana kubwa sana kwao? Kuchezesha michezo ya AFCON ni vile watakapopata nafasi kwenda nje kuchezesha michezo ya kimataifa. Wanapofanya vizuri huko, ndio inawapelekea wao kupata nafasi ya michuano AFCON ama CHAN. Ukisema dabi ndio inasababisha mtu kwenda CHAN au strike, wakati mwingine tunawapa nafasi waamuzi ambao hawana bidii ya FIFA. So akichezesha mwamuzi ambaye hana bidii ya FIFA atapata nafasi ya kwenda AFCON, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo AFCON inaletwa na matokeo yao au tathmini waliofanyiwa wakati wanapata nafasi kwa michezo ya kimataifa. Inawezekana dabi ikachakia, lakini ile michezo ya kimataifa wanaokwenda kuchezesha waamuzi wetu, ile ndio itapelekea kupata nafasi ya kwenda juu zaidi. Mikakati yenu kama kamati ya waamuzi sasa ikoje? Manake kama sasa hivi mnafikiria kuwaleta na kanuni imesharuhusu kabisa waamuzi wa kigeni kusimamia kwenye michezo ya dabi hapa nchini. Sasa kwa namna ambavyo mnawasaidia waamuzi kwenda kwenye malengo yao ni yepi sasa? Kwa sababu inaonekana nyie wenyewe hamuwaamini, ni nani atawaamini tena? Usiseme hatuwaamini, kwa sababu nikupa mfano, Misri wana waamuzi bora, miongoni mwa waamuzi bora Afrika, lakini bado dabi zao zinachezeshwa na waamuzi kutoka Ulaya. Sasa nao hawaaminiki waamuzi wao. Kwa hiyo hilo sio sawa. Walikuwa hawaamini, si ajabu watu ambao nje ya waamuzi au nje ya viongozi, kwa sababu ya pressure zilizopo, basi tukiona iko haja ya kufanya hivyo tunafanya, lakini si kwa sababu haaminiki. Mbona miaka yote wamechezesha dabi iliyochezeshwa na waamuzi wa nje katika historia yetu ni moja tu. Sasa inakuwaje tuseme hawaaminiki? Wanaaminika. Sasa kupunguza pressure, ndio maana wakati mwingine wanapewa nafasi waamuzi kutoka nje. Linaonekana sio jambo baya waamuzi wa nje kuja kuchezesha hapa. Inawezekana sio jambo baya, lakini kwa jicho lingine ukitazama, ni kwa nini msifikirie kamati ya waamuzi hata kushauri TFF, bodi ya ligi, wale ambao wanafanya maamuzi ya kikanuni, kwamba utengeneze kanuni ambayo itaruhusu waamuzi wetu pia kuchezesha dabi hizo. Umezungumzia Misri ambao walikuja kuchezesha hapa. Kwa nini mashirikisho kwa mashirikisho au kamati ya waamuzi mkatoka mkazungumza na kamati ya waamuzi wa Misri kwamba mkihitaji timu ambayo itachezesha waamuzi, basi waamuzi Tanzania tuwe na ushirikiano wa waamuzi wa Tanzania kuchezesha mechi za Misri, na wa Misri wanakuja kuchezesha huku? Kwa nini iwe upande mmoja? Sisi tunachukua waamuzi ambao wanakuja huku na sisi wakwetu hawezi kwenda sehemu nyingine kutengeneza thamani.
Hilo ni watu tu wamejipanga vipi na utaratibu vipi atakaoamua. Huo ni ushauri tu wako, umetoa kila mmoja na ushauri wake. Kwa hiyo tutakuwa tukaendelea kushauriana hivyo hivyo, lakini mwisho wa siku maamuzi yatafikiwa pale ambapo lile linaloamuliwa linaonekana lina faida na tija katika mpira wetu. Lakini kwa upande wako nalionaje hili? Sinaweza kawa na maana sana kwa waamuzi. Mnabadilishana waamuzi nao kuja kuchezesha hapa, ni waamuzi ambao nao waamuzi wetu wataenda kule pia kuchezesha, na nao kama ni pesa watapata, kama ni kujifunza watajifunza, na nao watahusika kwenye matukio muhimu sana ambayo yanapelekea nao kwenda kwenye michezo mingine mikubwa. Huoni kama na msingi hilo, Sudi Abdi, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi? Hilo linahitaji makubaliano. Tafikiwa makubaliano, kama yanafikiwa inakuwa hivyo. Kama anafikiwa makubaliano, maana dabi zetu zote zichukue uamuzi kutoka hiyo nchi ambayo tunafanya makubaliano, na dabi zao tuchukue wachukue huku. Kwa hiyo ukiangalia kulitamka rahisi, utekelezaji wake unaweza ukawa mgumu. Yote katika yote, watu wategemee sasa dabi ya Kariakoo itakochezeshwa pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Manake mwamuzi kutoka nje ndiye atakayesimama pale, au mwamuzi mzao atasimama pale kama refa wa mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga? Itakapofika wakati tutatangaza waamuzi gani. Kama ni hapa ndani tutamtaja ni nani, kama ni wa nje tutataja majina, na kama ni wa nje tutataja nchi za wanatokea. Una jambo gani la kuambia waamuzi wa Tanzania hasa kuhakikisha kwamba wanafanya vitu wanakuwa bora sana na wanazingatiwa sana kwenye matukio makubwa kama AFCON, CHAN na mashindano mengine makubwa? Nini ambacho nashauri kama mwenyekiti wa kamati ya waamuzi? Wafanye vizuri, waendelee kufanya vizuri, waaminike ili waweze kupata nafasi zaidi ya hizo ambazo tayari wanazipata michuano ya kimataifa, ili waweze kulikuza nchi yetu katika sekta ya mpira wa miguu. Sawa, mwenyekiti, wakati tunamalizia swali la mwisho, ni namna gani mlipata changamoto na challenge kuhusiana na waamuzi katika mchezo wa dabi uliopita ambao ulichezwa pale Zanzibar, hasa mara baada ya kuwa na malalamiko na kuelekea kwenye dabi nyingine? Mlijifunza kitu gani kwenye dabi iliyopita ile tokea pale Zanzibar na kuelekea kwenye dabi inayofuata sasa? Maadili siwezi kuruhusiwa kuzungumzia performance ya waamuzi katika mechi husika. Kwa ujumla naweza kuzungumza kwa mechi zote, lakini kwa mechi fulani useme hii ilikuwa sio nzuri, ilikuwa nzuri, hapana. Kanuni hairuhusu wala maadili hayataki mimi niseme hilo. Lakini kutoka kwenye ile dabi ndio inapelekea dabi nyingine ya mliwe kwa aina tofauti, au kwa aina ile kwa sababu ya matukio ya pale, bila shaka. Of course dabi ni dabi, ingawa mechi zote zina hadhi sawa kwa sababu zote za ligi kuu, lakini inapokuwa swala ya dabi linabakia dabi kwa sababu linavuta hisia za watu wengi, hisia za utangazaji pia navutiwa, hisia za viongozi wa timu, hisia yani watu wengi kwa jumla. Yani hata wewe hapo, manake unanionyesha tofauti kati ya dabi na isiyokuwa dabi, lakini zote ni ligi kuu. Kwa timu nyingine zote ni za ligi kuu, lakini wewe hapo ulipo kwa kuniuliza haya inaonyesha kwamba kuna utofauti kwenye dabi. Basi mimi ni kushukuru sana Sudi Abdi kwa kuungana nasi, kwa kutoa ushirikiano wa kutosha kabisa. Bila shaka watu wanasubiria kwa hamu waje kusikia itakavyokuwa imetangazwa, kama ni mwamuzi kutoka nje au ndani, na pengine kutokuwa na maswali mengine utaendelea kutoa ushirikiano ili watu waendelee kufahamu kile ambacho mmekiona juu ya mwamuzi au juu ya mazingira ya mchezo wenyewe. Okay, tusubiri wakati utafika, kila kitu kitakaa sawa. Basi nikushukuru sana. Kazi njema. Asante sana. Naam, tulikuwa nazungumza na Sudi Abdi, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi, akizungumzia kuhusiana na kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, mwamuzi ambaye ataenda kusimama katikati na pembeni ni kutoka katika nchi gani, lakini pia ni kutoka na sababu gani ambazo zinapelekea kuwepo huko, na akizungumzia mazingira ya michezo iliyopita, jinsi ambavyo inapelekea maamuzi ya namna ya dabi kuziendea na mambo mengine kama hayo. Nimezungumza na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi Sudi Abdi, na akitoa mtazamo wake kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambaye umechagua Like Media. Subscribe, comment na kulike pia.
ili uendelee kupata taarifa na michezo na taarifa mbalimbali za kimichezo miongoni mwa watu ambao wanazipata kwa urahisi na kwa uhakika zaidi. Mpaka wakati mwingine. Chao.